tunapoadhimisha siku ya wanawake leo, naomba niwahakikishie kama mkuu wa mkoa, nathamini mchango wa wanawake na tutaunga mkono harakati na jitihada za wanawake wote katika mkoa huu wa Arusha. Baada ya kuwatambua na kuwapongeza nyinyi wanawake mlioko hapa na wanawake wa mkoa wa Arusha, lazima tumpongeze kiongozi wetu, rais wetu, amiri jeshi mkuu Dr. Samia Suluhu Hassan. Ni mwanamama, ni mwanamke jasiri, shujaa anayeongoza Tanzania kupitia rais wetu mwanamke. Ni waombe wanawake wote wa mkoa wa Arusha na Tanzania tumuunge mkono. Mkiunga mkono mwanamke mwenzenu, mnamtia moyo. Kwa hiyo kupitia rais wetu tunakusanyika leo hapa, nchi ikiwa salama, nchi imetulia, inaongozwa na mwanamke Dr. Samia Suluhu Hassan. Kupitia rais wetu uchumi wa Tanzania unakuwa. Hapa Arusha uchumi mkubwa ni utalii, na sekta ya utalii nikiangalia, nikikutana na wadau, akina mama mnaitendea haki. Alitamka bima ya afya kwa wote, sheria imetungwa na tumeanza kuandikisha kaya masikini. Ni ahadi aliyoitoa, itafanyika ndani ya siku 100, ametekeleza. Leo hospitali zetu zina kila vifaa kutengeneza mazingira mazuri ya uzazi salama, huduma ya afya kwa kina mama. Tumpongeze rais wetu. Upo uwezeshaji pia, mikopo kwa kina mama. Mwaka wa fedha ulioisha bilioni 4.3 zimetolewa, na katika hizo bilioni 2.3 wamepewa vikundi vya kina mama ambao baadhi yao wako hapa, nitapita kukagua mabanda yao, ni ushahidi wa mambo yaliyofanyika. Mwakani hapa tutakuwa na AFCON. Ni fursa kubwa sana kwa nchi yetu na kwa mkoa wa Arusha, na akina mama ni waombe kwa mipango tulionayo mkoa katika ushiriki wa AFCON na fursa zote, wanawake msiwe nyuma. Tutawaonyesha fursa hizo za nyinyi kushiriki na kufanya biashara wakati wa AFCON. Kwa hiyo haya nilisema niyaseme kwa uchache, nikiwa na mfano wa rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kama mwanamke shujaa na ambaye anachagiza sherehe hizi za wanawake hapa nchini, kama mfano wa kujenga hoja na fikra kwamba kina mama wanaweza, na rais wetu ni mfano unaotembea kwamba ameweza, na Tanzania inapiga hatua kubwa. Juzi nilikutana na wakuu wa wilaya na wakurugenzi, nikawaeleza moja ya majukumu yao ni kuhakikisha wanatatua kero za wananchi katika ngazi hizo walizonazo, kukemea unyanyasaji, lakini na kushughulikia changamoto zinapojitokeza katika mambo ya ndoa na mirathi, lakini kipaumbele kuwalinda akina mama.